maendeleo katika sehemu hii, na vile vile tunafanya hivyo katika kila sehemu ya Kenya. Na tunafanya hivyo kwa sababu tunataka kutengeneza taifa yenye iko na usawa. Pale nyuma kumekuwa na malalamiko kwamba rais akitoka mahali fulani maendeleo inaenda kule peke yake. Rais akitoka kona fulani wao ndio wanafaidika. Ndio mlisikia wengine wakijaribu kuongea mambo ya shares, maneno ya ujinga ya mambo ya zamani. Kenya ya sasa ni sisi wote kuungana, kushirikiana, kufanya kazi kwa pamoja. Na tukishirikiana tufanye kazi kwa pamoja, maendeleo itapatikana ya kutosha kila sehemu ya Kenya. Mimi nataka niwahakikishie, mkiona tumeajiri walimu 1,100 kwa miaka mitatu. Na tumeajiri walimu kila sehemu ya Kenya. Hii program ya affordable housing inaendelea every part of the Republic of Kenya. Ukienda Eldoret, iko na manyumba ghorofa. Ukienda Kisumu, Kakamega, Garissa, Mombasa, everywhere. That is how you develop a nation. Na ndio tunaendelea na hiyo safari namna hiyo. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba Nandi County itakuwa katikati ya haya mambo ya maendeleo ambayo yanaendelea katika taifa letu la Kenya going into the future. Kwa hivyo itarudi hapa tena kwa shughuli ya mambo ya maendeleo. Nimesikia yale viongozi hawa wamesema, maneno ya mashule hapa kidogo kidogo kwa ine sajengwa kasam mjumbe bayu nge som jajang yeba in sukuli kiteje library million konom eng yebono okay ai sajengwa million konom nyo pcheje sukuli choto cho oleji onde taman sukul nigemwa ngyo inde taman sukulit age ngyo inde sosom nigemwa ni kai otesetai kotanyo betut no age nyege ngalalchi kachanga. Leo mimi nataka niseme poleni sana kwa watu wa Nandi County. Tunazidi na kupeleka mambo ya taifa letu la Kenya mbele. Nataka nishukuru bunge, jana walipitisha sheria ya kutengeneza pesa ya Kenya tukienda mbele. Na nashukuru bunge zaidi kwa kuweka wazi na kutoruhusu watu wa porojo na fitina na propaganda waendeshe propaganda zao katika taifa letu la Kenya. Kwa mara ya kwanza waliulizwa kule bunge, kama unasema kuna kipengele fulani inadhuru wa Kenya kwa njia fulani, tuonyeshe kipengele hiyo ni gani. Walishindwa kwa sababu ni matapeli na ni waongo. Na sababu hiyo ndio mimi nawauliza wa Kenya, tusikubali siasa inayoendeshwa kwa chuki, kwa ukabila, kwa fitina, kwa propaganda, kwa kiburi na kwa kugawanya watu wa taifa letu la Kenya. Mimi nawasihi wa Kenya, kila kiongozi ambaye anasema ile anasema, kwanza aulizwe maswali ya ukweli ya maneno yale wanayosema. Ndio tuweze kuwa na taifa ambayo iko na msingi sawa sawa. So mimi nawashukuru wabunge, kwa wale wabunge wote waliopitisha hiyo sheria. History will record that when a time was required to stand for country, you were there. Leo kupitia kwa hiyo finance bill tumeongeza pesa ambayo inaenda kwa mahospitali. Shilingi bilioni 21
naweka kwa KEMSA, ndio madawa ipatikane katika mahospitali zetu zote. Mnajua tumekuwa na matatizo, wananchi wengi wanaenda kwa hospitali, lakini wakifika hospitali wanaambiwa enda nunua dawa, hakuna dawa. Ni kweli ama si kweli? So ili kukomesha haya maneno ya kukosekana kwa madawa, kwa hii budget tumeweka pesa for the first time, serious resources in KEMSA to make sure that kila county, kila zahanati, kila hospitali ipate madawa ya kutosha, kwa sababu dawa ni haki ya kila mwananchi anapokuwa mgonjwa. Kwa hiyo budget tumeweka pesa ambayo itatusaidia kwa mambo ya kilimo. Ninyi mnajua mbolea ilikuwa inatusumbua na bei ghali hapo nyuma. Kwa hii budget ambayo imepitishwa jana, nitaweka sahihi next week, tumeweka bilioni 18 ya kulipia subsidy ya mbolea na mbegu. Hapo nyuma tulikuwa tunalipa subsidy ya mbolea peke yake, sasa tumeongeza mbegu juu yake. Na tumeona tofauti. Mbolea ikiuzwa 7,000 wachache wananunua, kilimo inarudi chini. Wakati tulipunguza gharama ya mbolea, tukaona productivity ya kahawa, ya chai, ya mahindi, ya ngano, ya sukari ama miwa ikaenda juu. That is why naongeza pesa ambayo inaenda kwenye subsidy. Mimi nashangaa wale walikuwa wanapinga subsidy ya mbolea, wanapinga kwa sababu gani? Nyinyi ambao mnapinga ati tuongeze pesa ya KEMSA ndio madawa ipatikane kwa mahospitali, mnataka wananchi wafanye namna gani? Kwa hiyo budget tumeweka mambo ambayo itabadilisha. Tumeongeza pesa ambayo inaenda kwa counties by another 15 billion shillings, pesa ambayo inaenda kwa counties, ndio counties waweze kusukuma mambo ya maendeleo pale mashinani, na mambo mengine mengi ambayo tutawatangazia next week kwa ile maneno ambayo tumefanya pale, ambayo itatusaidia kupeleka Kenya mbele, kwa sababu elimu ni kitu ya muhimu. Pia tumeweka pesa ya kutrain na kupromote walimu 1,100 katika taifa letu la Kenya. In the next 1 year, we are going to retool, reskill and promote 100,000 teachers, kwa sababu wanatusaidia kusomesha watoto wetu, na kwa sababu elimu ni kitu ya muhimu sana katika taifa letu. Na shughuli zile zingine zote ambazo tutashirikiana tukipeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba ile maneno tulisema tukitafuta kura, najua watu wengi wamekuwa wakizunguka, hii maneno William Ruto anasema haiwezekani, sijui ni uongo. Mimi nataka niwahakikishie maneno tulisema, maneno ya elimu tulisema tutabadilisha, tumebadilisha. Walimu tumewaajiri, budget ya watoto wetu kusoma. Wakati nimekuwa rais mara ya kwanza, budget ya elimu ilikuwa bilioni 500. Katika budget ambayo tumepitisha jana ni bilioni 784. We have increased the budget for education, kwa sababu elimu ni ya muhimu. Universities karibu zilikuwa zinafungwa. Tumeongeza pesa ya Higher Education Loans Board kutoka bilioni 15 in 2022 to 56 billion this budget, kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote wako katika technical training colleges, wako KMTC, wako university, wanapata pesa
ili wasikose nafasi ya kusoma. Pia tumeongeza pesa ya kutosha ya capitation, ya scholarship, ya bursaries, ndio tuhakikishe kila mtoto wa Kenya anapata nafasi ya kusoma. Vile mmesikia Musalia akiongea, nilipata nafasi ya kuketi chini na rais wa Korea katika hiyo mkutano ya G7 kwa kirefu, kwa sababu Korea ilikuwa kama nchi kama Kenya miaka 60 iliyopita. Ilikuwa nchi ilikuwa na umaskini mingi. Leo Korea is a first world country kwa sababu waliweka pesa kwa elimu na wakafanya maamuzi ambayo ilibadilisha nchi yao. Sisi pia tutabadilisha hii Kenya yetu, itoke mahali tulipo ikuwe first world. Nyinyi mnanielewa? Halo gose juta umwa tutabadilisha hii nchi, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hii Kenya tutaibadilisha, na haitachukua muda mrefu. Hii Kenya hii tutaibadilisha. It will not take long. Ni kweli nilikuwa katika mkutano wa G7 na maneno tulisema pale ni maneno ambayo tulikubaliana kama viongozi wa bara letu la Afrika mwezi uliopita katika mkutano wa Africa Forward, na tukakubaliana Afrika si nchi maskini ama si bara maskini. Tuko na pesa katika bara letu, tuko na pesa ya pension funds, tuko na pesa ya insurance companies, tuko na pesa ya central bank zetu trilioni 4 dola, $4 trillion. Tuko na pesa. Ile matatizo iko hapa ni organization na uongozi. So tukawaambia wale, sasa tunataka kukubaliana na nyinyi, badala ya sisi kuja kukopa pesa yenu, tunataka tukubaliane, mtupatie guarantees, sisi tupange pesa yetu, kila mtu ajipange na pesa yake, tuweze kuendesha taifa letu na tuende kuendesha bara letu. Nasikizeni niwaeleze, tumekuwa tukisumbuka na hii jambo la housing. Tumezungumzia, ilikuwa serikali ya NAK, ikakuwa serikali ile ingine, ikakuwa serikali ile ingine, haijafanyika. Lakini leo katika taifa letu la Kenya tunafanya program ya housing. Nyumba 1,300 inajengwa, hostels ya watoto 1,180 inajengwa, masoko 480 ikiwemo masoko 15 ya Nandi County inajengwa. Na sio pesa tumeenda kukopa, hapana. Sio pesa tumesaidiwa na mtu, hapana, ni pesa zetu. Ile ilikuwa inahitajika ni mtu ya kuamua na akili. Na hivyo ndivyo tutakavyojenga taifa letu Kenya. Hatuwezi kujenga Kenya kwa omba, hatuwezi. Tutajenga Kenya kwa akili na kwa pesa zetu. Yes. Na tuko na pesa. Hii Kenya iko na pesa. Msikuwe na wasiwasi. Ile mtu ya kupanga ndio alikuwa amekosekana. Na mimi niko hapo. Tapanga. Nyinyi mnanielewa? Yes. Pesa ilikuwa kwa NSSF in 2022. Pesa ilikuwa kwa NSSF ilikuwa bilioni 312. Na hiyo pesa tumekusanya for 60 years. 312 for 60 years. Kwa miaka miwili hiyo pesa kwa NSSF imeongezeka kutoka bilioni 312 sasa ni bilioni 680. Kufikia mwaka ujao itakuwa trilioni 1. 5 years, 10 years, hii Kenya itakuwa something else. Kwa hivyo tulizeni boli, mambo bado.
Yes. Sio kama tunaelewana? Hivyo ndivyo wengine wamebadilisha nchi zao, na sisi tubadilishe yetu. Tuache ukabila, inatuletea hasara, inatugawanya, inaturudisha nyuma. Tuache fitina na matusi na kiburi na mambo haya ya chuki, haiwezi kusaidia mtu yeyote. Sote tunaweza kufaulu kama taifa moja, na Mungu anajua ni kwa sababu gani sisi jamii zote tunaishi katika nchi moja. We are one people with a common destiny, and we must work together. And I want to ask all the leaders, we work together. Sio kama tunaelewana? Nakubaliana na yale yamesemekana ya kwamba we do not want a violent nation. Shida ya dunia hii, mtu akikosa mpango, akikosa akili, kama akili yake ni kidogo, anatafuta fujo. Ndio mnaona iko goons all over the place, because our goons ni watoto innocent, wanatumiwa na wanasiasa bankrupt, mwenye hawana akili, anaenda anapanga fujo, napiga watu, naleta hasara. So Bwana Murkomen na jeshi yako ya polisi, goons wote wanyoroshwe kiboko, kwa sababu na watafutwe wale wenye kulipa hawa watoto. Yes, watafutwe, kwa sababu huwezi kuacha mtoto yako nyumbani, unaenda kulipa mtoto ya mwingine, unampatia mawe, unampatia panga, rungu, aende apigane na watu wengine. Why? Na sisi ni inchi ambayo tuko na taratibu, tuko na heshima, tunafuata sheria. Sisi ni watu ambao wanaamini demokrasia. So as an organized society, a responsible country, a society that believes in the rule of law, that respects the rights of everybody, we want going forward to respect the rights of everybody. Mimi nimeamua ya kwamba katika taifa letu la Kenya, hata wale walifanya maandamano 2017 huko na hawa wengine wote, wale waliuawa tutawalipa fidia familia zao. Wale ambao walipoteza mali yao tutawalipa. Wale ambao walijeruhiwa tutawalipa. Lakini tunataka kufanya hivyo ndio tufunge hiyo chapter, tuwe ni watu wangwana wa kutembea kama wanademokrasia, bila ya kupigana, bila ya fujo, bila ya vita, ndio Kenya iweze kusonga mbele. That's what we want. So we must protect the rights of everybody. Those who have issues, they want to protest. Those who have petitions, their right is guaranteed. But so is the right of children to go to school. And citizens, farmers to go to the farm, business people to go to do their business, workers to go to work, and everybody must do their thing respecting the right of everybody. One right cannot be subordinate to another right. Sisi wote tuheshimu sheria. Na vile waziri amesema, kama unaenda kwa maandamano unabeba mawe na sijui panga na marungu, wewe si mtu ya kuandamana, wewe tutakushughulikia. Na kuna tafadhali, tutakushughulikia. Yes. Kwa sababu we want a peaceful country. Uwezi kuwa unajifanya unaenda maandamano, unaenda kuharibu mali ya watu, unachoma mali ya watu, unaumiza watu wengine. That is not acceptable. Na hawa viongozi wanaendesha hiyo maneno, wajipange vizuri, kwa sababu uweze kupanga vita alafu ungoje. Lazima we must explain ourselves, how is this thing going to work. So tutaendelea namna hiyo. Na vile vile mimi nataka niwaulize, wakati tunaenda hii safari, tuungane
na tushirikiane na tufanye kazi kwa pamoja. Koine mama jama kusirio kam nyone amwae alen mutyo arap Koskei kaibu mutyo nebo kainyu ak lagok ak biik chechang kimwoe kelen mutyo mising. Kakas ngalek chekaomwa biikab Nandi eng yu, amwa ngalekab Keben dam nomoche kenyoru beek, mi ngalekab barabarosiek, mi ngalekab maendeleo chebo koroni tugul ni. Ao ngalal komie. Atinye biik kabisa kiongozi chechang cheine mameche koimgei bichu akomi. Waiso. Ongen ine Felix? Ongen arap Koskei Felix? Paulit ama Paulit? Ongen ole ine nekwerie serikali anan mongen? Koamache sibatebe rani alechi sin ka ikanye ketebena maswali Nandi akibunu Nandi sinyeketebena maswali kebo kasi gani? Anane? Maine ndaka kochulchul ngalechu mengechen eng yu sine kiachul oleo ko nekong'et otar bichu. Tinye biik chechang chemi serikalini chekwerie. Mameche kosiel kasit eng yu akomitei asiste arachi emet nin. Amache atebena kiy. Tos mongen akwek kole kinyorunde serikali? Tos mongen? Makiawe acheng emet olin, ndakikibir acheke kikinyoru. Makiawe alach kolen alake atineni. Komalach acheng choronok rani makitinye serikali. Anane? Olenin kikichenge nikinye komakichenge ni ra. Orona ogere ami kesumet ogere ait olo arakuchun. Nice. Awakas ngelion kama Musalia. Kumeche kesire ra yemining, meche kesire ra 60-70% sikopa bichu kopa one way. Akapangani kopanganak. Mosich wasiwasi. Kiapangani aine kotemenani. Wale na batabi mande kisindani ketugul ngomagere. So chu alak chu mengen amutagra ngitebe maswali komengen. Yagera watageng nyon gilen kole ile ngwalwal. Sasa wewe my friend. Nimekuuliza maswali kidogo. Wewe umekuwa kiongozi hii Kenya 50 years. Hakuna kitu, no record ya kufanya anything except kuiba shamba ya NYS na kujenga jela kidogo mahali fulani. Sasa surely alafu unataka unatuongelesha nini? Mwingine hapo mtu ameiba relief food. Yaani chakula ya watu maskini. Ya watu wako na njaa umeenda kuiba. Hujatosheka na hiyo umeenda kuibia mayatima, umeenda kuibia wajane. Hujatosheka na huko umekuja kuleta ukabila, chuki, kiburi ukafukuzwa. Sasa wewe unataka kutupatia ati unatupatia lecture ya saa ngapi? Mtu one term MP. Ati unatuambia one term. Wewe my friend, you don't know who you are dealing with. Na hao wengine hawa. Mtu mwingine mkutano kubwa inapigwa kelele kama hapa analala. Alafu sasa anatuambia maswali, sijui nini. Tunaongea mambo ya sijui nini, sijui maandamano nini, watu wamefanya nini. Kwanza ujajibu maswali ya watu mumeweka Ribayala, mumeua watu. Kaweka Ribayala, bado hujajibiwa. Utafanya memorial ya hiyo siku gani? Kwanza ndio ukuje utupatie lecture. These people, they are useless. Wacha niwaambie, hii ni watu wako chini sana. Wako chini. So don't worry. Wacha kwanza nifanye hii kazi, jenge barabara, pange mambo ya masomo, pange hii, niende huko G7, nipange mambo ya Afrika.
alafu tutakutana next year. Ote vije koroni. Mosi jwasu wasi ju ngalo su mami. Amu mengeno mutakra. Onge ago ngaba ko sebi galak nyu. Chebo ka kole ni ne. Ngangololji ni muchumbage mama ja makaina simame kaina. Kuleja ingen bwana president ile inye nguno ane atinye ine ngobirwo che kabirwo akot ndabik 20,000 komaka asije kasit nikilen keregistan biik chu kachang'a chu ko kasing'ung amu inye neisomoti kuranik chechang chebo emet olin. Aker nikayanyu nale Oronias kipsebunget kabisa nemengen mutakarani. Yani ameja atebena ki. Weiso. Kokilecho kine bekyin kainetetab Kenya Arap Ruto. King'oni kingen kole wendi Arap Moi yemotenit kochar asis kokeny. Ko ka iyotoni kitinye eng yu komakesomchin asis betut age. Weis. Koni kakwolile ning yu kole ine amu isi kangetin kuraya netasome ma nebo kenyisiek 5 ko kenyisiek chun